mtazamaji. Hii ni Amash Online TV, na kama unaungana nasi kwa mara ya kwanza kabisa, basi usisite kusubscribe, kulike, lakini pia kutolea maoni juu ya hiki ambacho nimekuwekea hewani. Mimi ni Maritini Mhina. Kutokana na kutumia muda na gharama kubwa kufuata huduma za afya katika maeneo ya jirani, wananchi wa kijiji cha Kieti kilichopo halmashauri ya wilaya ya Korogwe hapa mkoani Tanga wameiomba serikali iwasaidie kukamilisha ujenzi wa zahanati ya kijiji chao ambao umeanza kwa nguvu za wananchi. Wakizungumza na kituo hiki, Bi Mariam Mbuguni na Bwana Yusufu Kihio wamesema kasi ya kuchangia ujenzi huo ulioanza mwaka 2014 imepungua kutokana na shughuli kubwa inayowaingizia kipato ya zao la chai kusimama, hali ambayo imesababisha kushuka kwa kipato chao. Unapoangalia kijiji chetu, yani ni wachache, tuko wachache sana kwenye kijiji chetu, na maana ni kidogo kwenye kata ya Vugili, ni kidogo kijiji chetu. Kwa hiyo hata michango, tunapochangisha michango inakuwa mikubwa. Halafu changamoto hiyo sasa inatupata kwa sababu kwanza tulikuwa tunategemea chai na viwanda vimefungwa. Kwa hiyo tunapata shida, hata utafutaji wetu sehemu za kutafuta zinakuwa ni ngumu. Naamini kabisa kwamba tukishajengewa kile kiwanda chai yetu ya wakulima, tukiuza kwa uhakika, tukiwa na kiwanda ambacho ni cha wakulima kule Sakale Amcos, tunaamini kwenye mzunguko huwa wilaya ya Korogwe, hususan tarafa ya Bungu, mzunguko wa pesa. Hata tukiwa na majengo au miradi mbalimbali, mwananchi akiambiwa lete 10,000, 5,000, ana uwezo wa kuchangia ile pesa kwa sababu anauza mazao yake kwa uhakika. Wananchi hao akiwemo Bi Evelyn Nyenga na Edelina Enoch wamesema kitendo cha kukosa zahanati katika kijiji chao cha Kieti kinawaathiri kwenye mambo mengi, ikiwemo afya zao kuwa hatarini na kutumia gharama kubwa kufuata huduma maeneo mengine, huku Bi Mariam Mbuguni akielezea mkasa uliowahi kutokea kutokana na kukosa zahanati. Changamoto za hapa kweli, unakuta wakati mwingine ni usiku, mtu amezidiwa, ameshikwa na homa, anapelekwa hospitali, na wakati mwingine unakuta bodaboda ukimpigia simu wakati huo amezima simu yake, unakuta mtu unapata shida. Na pia changamoto nyingine, watoto wetu wanabanwa huwa wakati mwingine usiku saa 8 unakuta mtoto amebanwa na kifua, unataka umpeleke hospitali, lazima uhangaike huku na huku. Sisi tunachoomba mtusaidie tu ili hii hali ipite na sisi tuwe na hospitali yetu tupate kujitegemea. Sisi tukiwa kama wajawazito, unaumwa uchungu, kwa kweli hatuwezi kufikia kituoni. Kama uchungu umekuwa wa haraka, unajifungulia njiani. Wakati kama ni mgonjwa usiku, ukitaka kuondoka hapa mpaka kufika kituo cha afya, gharama ni kubwa na hali ya uchumi wa kwetu ni ngumu. Kuna kipindi cha mvua zinanyesha, hata bodaboda haifiki huko. Kwa hiyo kama mtoto amebanwa, unafikia kituo cha afya, mtoto anakuwa na hali mbaya zaidi, hata baadaye hata mauti yanatokea. Kuna siku moja mama aliumwa na uchungu, tukampeleka sisi wa mama wenyewe. Kufika njiani mvua kubwa, yule mama akajifungua njiani na mvua kubwa. Kwa hiyo ikawa ni tatizo kubwa. Alafu sasa kama amejifungua njiani, kufika hospitali kesho ukimpeleka unaambiwa kwa nini amejifungua njiani, na kati sisi hatuna zahanati na usafiri hatuna. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Kieti Bwana Swaibu Kashala ameomba kwa hatua waliofikia halmashauri ya wilaya ya Korogwe iwasaidie kumalizia ujenzi huo, huku Bi Faraja Riboso, mtendaji wa kijiji hicho, akisema mpaka kufikia hatua ya kukaribia kufunga lenta, gharama kubwa imetokana na nguvu za wananchi, wadau na fedha kutoka mfuko wa jimbo. Kama walivyolalamika kwamba kiwanda cha chai kimefungwa, na ni kweli. Kwa hiyo kupatikanaji wa michango ili waweze kuchangia jengo hili liweze kumalizika, wamepambana vya kutosha. Kwa hiyo tunaomba serikali kuu ya wilaya, yani huko wilayani Korogwe, waweze kutupokea jengo hili ili waweze kumalizia sehemu iliyobaki. Baada ya kuanzishwa 2014, wananchi waliwekeza nguvu zao nyingi kuchimba msingi, kufunga mkanda, lakini pia baadaye tuliweza kupata mifuko 50 kutoka mfuko wa jimbo na shilingi milioni 1, ambayo baadhi ya mifuko ilitumika kwa ajili ya kutengeneza tofali na hela zilitumika kwa ajili ya kumlipa fundi. Lakini hapo baadaye tuliweza kuzalisha tofali kutokana na mifuko iliyochangiwa na wananchi, na
kubeba michanga pamoja na kokoto, lakini pia tuliweza kupokea mifuko 30 ya simenti pamoja na tofali 1000 kwa ajili ya kuweza kukamilisha ujenzi huu. Kutoka katika kijiji hiki cha Kieti kilichopo kata ya Bugiri, halmashauri ya wilaya ya Korogwe, mimi ni Martin Mhina.